Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Siku ya leo nimempendeza Mungu tuwe pamoja katika mafundisho ya mwendelezo wa masomo ya ndoto, tafasiri za ndoto na maana zake. Ninayezungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Ninaomba fuatana nami katika mafundisho haya ya tafasiri za ndoto na maana zake, na Mungu atakubariki sana. Ziko ndoto ambazo watu wengi wamekuwa wakiziota, lakini zimekuwa zikiwatatiza, zimekuwa zikiwasumbua ulimwengu wa roho katika kuzielewa zimebeba ujumbe gani katika maisha yao. Ndoto ya kwanza tunasema kwamba ni pale ambapo unaona umelala alafu then ukaota ndoto kuona unachomwa sindano katika usingizi wako. Pale ambapo unaona umelala alafu then kuna mtu anakuja kwa asili au anakuja kwa maficho, unaona ameshika sindano anataka kukuchoma nayo. Sasa katika usingizi wako ukiota ndoto ukiona mtu amebeba sindano au umeona katika ndoto unaona umechomwa sindano, hiyo ishara inakuwa haina maana nzuri. Manake ni kwamba adui anakupandikizia roho za magonjwa, adui anakupandikizia roho za matatizo, adui anakupandikizia roho za shida na vifungo mbalimbali katika hali yako ya kiafya. Kwa utakapoota hiyo ndoto ukaona mtu anakuja na kuchoma sindano usiyemjua, alafu hayupo katika hali nzuri ya kidaktari, hali nzuri ya kihospitali, alafu unaona anakuja anakuchoma, hiyo ndoto inakuwa imebeba maana mbaya sana juu yako. Manake ni kwamba kuna taarifa ambazo unapewa kwamba yako mashambulizi ya kimagonjwa ya kiafya na ya kimaisha yanakuja kukupiga. Kwa hiyo utahitaji usimame kwa maombi, usimame katika maombi, usikatae hizo roho, uzivunje hizo roho, uzisambaratishe hizo roho, kwa sababu zinakuwa zimebeba taarifa mbaya sana katika maisha yako. Kwa ndoto ya namna hiyo inakuwepo imebeba ishara ya magonjwa, lakini pia kukuingizia roho chafu za uharibifu, lakini pia roho za umauti. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ni pale ambapo ukaota ngoja kwanza niweke sawa hii ndoto ya kuchomwa sindano. Kuna wizara mbili ulimwengu wa roho. Kuna wizara ya Mungu, hospitali ya Mungu, lakini pia kuna hospitali ya shetani. Hapo nimeongelea hospitali ya shetani, wizara ya shetani. Ndio maana nikasema kwamba katika usingizi wako ukaona umelala alafu mtu usiyemjua, au unaona mtu pengine ni wa ndani ya ukoo, mtu wa zamani aliyekufa, au unaona marehemu anakuchoma, au mtu usiyemjua, yani hayupo katika hali safi wala ya ubora, ukaona amekuchoma sindano, hapo sasa inakuwa imebeba maana mbaya au maana tofauti. Lakini ndoto hiyo ya kuona unachoma sindano, lakini unakuta mtu ambaye anakuchoma sindano, unaona umeingia hospitalini, hospitali ni safi, hospitali imetulia, na unaona kuna manesi pale, madaktari pale, au kuna wakati unaweza kukuta ukamuona babako wa kiroho, mchungaji amevaa nguo za kidaktari, ukaona anakuchoma sindano au anakufanyia operation. Manake hiyo ni ishara nzuri, ni ufungulivu wa Mungu mwenyewe, unakuwa unafunguliwa ulimwengu wa roho kutoka katika zile hali za matatizo na zile hali za shida na vifungo katika maisha yako ya kiroho na kimwili. Kwa hiyo ndoto namna hiyo inakuwa imebeba maana nzuri, ila ile maana ya kwanza ambayo nimetoka kuiongelea hapo awali inakuwa imebeba maana mbaya, na utahitaji usimame sana katika maombi ili Mungu aweze kujitwalia utukufu wake. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kuota ndoto kuona unawekwa chini ya ulinzi, kuona unawekwa chini ya ulinzi katika usingizi wako. Unaona umekimbizwa alafu umekamatwa, au ukaona umechukuliwa mateka, huko chini ya ulinzi wa wanajeshi, huko chini ya ulinzi wa watu sio wajua. Sasa ishara ya namna hiyo kuona umewekwa chini ya ulinzi, tunasema kwamba ni ishara ya kunaswa kiroho au kukamatwa kiroho. Manake ni kwamba utahitaji uombe maombi ya ufungulivu, utahitaji uombe maombi ya ukombozi kutoka katika vile vifungo ambavyo umewekwa, kwa sababu ukiota ndoto umewekwa chini ya ulinzi, manake umekuwa mateka, umekuwa mtumwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hautaviamua wewe mwenyewe katika maisha yako,
utatamani kujenga, lakini kizuizi uko chini ya utawala. Kwa hiyo utakuta yale maono ya kujenga hayataendelea. Utatamani kweli, unatamani usome ufike level ya mbali, ila kuna kizuizi pale, maana uko chini ya utawala. Utajikuta unazuiwa, au unakuta tunasema una mpango mzuri wa kufanya biashara, una mpango mzuri wa kujiendeleza kimaisha, lakini kuna vikwazo pale, maana kuna roho ya kupimiwa ambayo itakuwa inakufuatilia. Kwa sababu gani? Umechukuliwa mateka, umekuwa mtumwa. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiona au umemwotea mtu, unahitaji usimame katika maombi sana kumkomboa huyo mtu uliyemwotea hiyo ndoto, kwa sababu ulimwengu wa roho inakuwa imebeba taarifa kubwa sana ya maisha yako. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo pale ambapo naiona inakuwa haina maana nzuri, na utahitaji usimame sana katika maombi. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema pale ambapo ukaona umelala alafu ukaota ndoto kuona unajiona wewe ni mgonjwa. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto wewe ni mgonjwa, unajiona una hali mbaya, unaumwa, unateseka na magonjwa. Sasa ndoto ya namna hiyo, kujiona wewe ni mgonjwa, ulimwengu wa roho inakuwa haijabeba taarifa nzuri, kwa sababu ukijiona wewe ni mgonjwa kiroho, elewa kabisa pia hata katika ishara ya kimwili kuna magonjwa ambayo yatakujilia. Manake hiyo ni taarifa unapewa kwamba usimame katika maombi, uvunje roho za magonjwa ambazo zinakufuatilia, ambazo zinakunyemelea. Ndio hapo utaanza kuona hali ya homa, hali ya homa za mara kwa mara, magonjwa. Utajikuta unaumwa tu na unajiuliza, magonjwa mbona hayaishi kwangu? Natibu ugonjwa huu ili wiki lingine tena unatibu kichwa, wiki lingine unatibu tumbo, wiki linalokuja unakuta miguu inavimba yenyewe, wiki linalokuja mara kansa, mara pressure. Unajiuliza, magonjwa yote kwa nini yananiandama mimi? Kumbe ulimwengu wa roho kuna taarifa ambayo ulipewa kwamba kuna magonjwa ambayo adui amepanga kukutupia. Sasa utahitaji usimame katika maombi ili kukataa hayo maradhi au kukataa hayo magonjwa, na Mungu atakusaidia. Lakini pia katika usingizi wako pia tunasema ukiota ndoto kwamba kuona wewe ni kipofu, umefungwa auoni. Sasa ishara ya namna hiyo, ukijiona wewe ni kipofu rohoni, my friend, hiyo ndoto haina maana nzuri, kwa sababu ulimwengu wa roho ukiona wewe ni kipofu, tafsiri yake ni kwamba adui amekupiga upofu wa kiroho. Maana yake wewe ni kipofu wa eleko, hauwezi ukaona taarifa yoyote ile, hauwezi ukapata taarifa yoyote ile ya kiroho kuja katika uhalisia wa maisha yako ya kimwili. Kwa ndoto ya namna hiyo pia inakuwa haina maana nzuri, kwa sababu ukijiona wewe ni kipofu rohoni, jua kabisa macho yako ya ndani hayaoni, macho yako ya ndani yanagiza. Kwa hiyo utahitaji usimame sana katika maombi na Mungu aweze kukusaidia. Kwa hiyo katika ishara za namna hiyo pale ambapo unakuwa unaona, usizalau, usipuuze, kwa sababu ulimwengu wa roho kuna vitu vinakuwa haviko sawa. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninaomba jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba utabonyeza hiyo alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yanayotoka katika channel yetu hii, na Mungu atakubariki sana. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, kuna ndoto ambazo umeziota zinakusumbua, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, utatufuata WhatsApp kwa ajili ya maelekezo zaidi. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.